mwema, haufananishwi na kitu yoyote, haufananishwi na mtu yeyote. Wewe ndiye mwenye nguvu zote, wewe ni mweza yote, wewe ndiye Baba yetu. Tunakushukuru asubuhi njema, tunaliinua jina lako, tunakuambia wewe unatosha katika maisha yetu Jehova. We want to worship you, Abba Father Lord, this morning. We want to thank you for being with us, Abba Father Lord. We want to thank you for loving us so much, dear Lord. We want to thank you because you are here with us, everlasting Father. Thank you, Holy Spirit of God, because you are here with us, Abba Father Lord. We honor you and we lift your holy name high. Asante kwa kutupenda jinsi tulivyo. Asante kwa kutusamehea dhambi zetu. Asante kwa maana u pamoja nasi. We thank you, Jesus. Ijulikane wewe ni Mungu, na ijulikane wewe waweza, na ijulikane watenda mambo makuu, na ijulikane duniani kote. Mbele zako miguuni mwako nimenyenyekea nikutafute, mahitaji yangu nakuletea, mizigo yote mbele zako miguuni mwako nimenyenyekea nikutafute, mahitaji yangu nakuletea, mizigo yote nakuachia. Wewe ni Mungu.
ijulikane wewe waweza, na ijulikane watenda mambo makuu, na ijulikane duniani kote, na ijulikane duniani kote. Yes, Father. Let everybody know that wewe ni Mungu. Tuwezeshe kukutambua that you are the only God. Wewe ni Mungu na unaweza kufanya yote. Yale yanayotulemea Mungu wetu, unaweza kuyafanya, unaweza kututetea, kututendea Jehova. You are able to do everything exceedingly above, Father. Kwa maana wewe una nguvu. Una nguvu. Unatuambia maisha yetu iko mikononi mwako. You are holding our life in your able hands, our Father. Ni gani usiloweza Jehova? Ni gani usiloweza Jehova? We surrender our life to you, Jehovah Father, Lord. May you take full control, everlasting Father, Lord. For that which is bothering us here, Lord, you take it over, Abba Father, Lord. You are able, Abba Father, Lord. We lift your holy name high and we worship you this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Amen. Ni wakati mwingine wa kumsifu Mungu. Naomba we sing, we dance, we lift our hands up, we clap. Tuanze na kupiga makofi. Jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherehekea ushindi wa Bwana. Jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherehekea ushindi wa Bwana. Jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherehekea ushindi wa Bwana. Jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherehekea
majeshi leo ainuliwe. Bwana wa mabwana ainuliwe. Bwana wa majeshi leo ainuliwe. Bwana wa mabwana ainuliwe. Bwana wa majeshi leo ainuliwe. Bwana wa mabwana ainuliwe. Nitamwimbia Bwana, nitamwimbia Yesu. Nitamwimbia Bwana, nitamwimbia Yesu. Nitamwimbia Bwana, nitamwimbia Yesu. Nitamwimbia Bwana, nitamwimbia Yesu. Nitarudia Bwana, nitarudia Yesu. Nitamwimbia Bwana, nitamwimbia Yesu. Nitarudia
Jehova. Mwaminifu Bwana, mwaminifu Yesu,
Mungu mwaminifu. Wewe ni Mungu mwaminifu. Wewe uliye jana, leo na hata milele. Tunaliinua jina lako asubuhi njema. Tunakuita mahali hapa ukuje. Ukuwe pamoja nasi Jehova. Acha Roho wako Mtakatifu atutembelee. Kila mtu kivyake. Kuje utuongeleshe, utuongoze. You guide us according to your will, Abba Father. Tunaliinua jina lako asubuhi njema. Tunakushukuru kwa maana ulituleta mahali hapa ukiwa na sababu. Wengi wetu tumebeba mizigo mbalimbali Jehova. Tunaomba utupumzishe Jehova God. May your Holy Spirit come and visit us at the point of our needs, Abba Father Lord. Wengi tumekufa moyo. Wengi hatuna hope. But wewe ndiwe unatupeanga hope Mungu wetu. Tunaomba ukuje ututembelee. Come and visit us this morning, Jehovah God. Come and heal our hearts, dear Master. We came here expectant, dear Lord. May you come and visit us, Jehovah God. May you come and fulfill our heart desires, Jesus. We worship you and we honor you. In Jesus' name, amen. Tunasema asante Baba. Asante. Thank you, Jesus. Because you are here with us. Thank you, Abba Father. Asante sana Yesu, asante sana Yesu, asante sana Yesu moyoni mwangu. Asante sana Yesu, asante sana Yesu, asante sana Yesu moyoni. Asante sana Yesu, asante sana Yesu, asante
Haleluya, tushangilie Yesu Kristo. Shangwe na nderemo. Bwana asifiwe. Mwenyezi Mungu, asubuhi ya leo tunakupa sifa. Tunashukurani Mungu wetu. Sababu unastahili heshima zote, unastahili kuabudiwa. Hakuna mwingine ambaye anastahili kuabudiwa isipokuwa wewe. Kwa sababu wewe ndio muumbaji wetu. Wewe ndio ulituumba, Mungu wetu. Na hata wakati tulipotea njia na tukakuwa wakosefu, ulituonea huruma na neema yako ikatufikia. Yesu Kristo, ulitupenda na ukakuja kuchukua judgment yetu. Ukatufilia msalabani ili tuondolewe dhambi. Na hivi sasa tuko huru kwa sababu umetuvuta kwako, umetusafisha na damu yako, na tukakubalika mbele ya Mungu Baba. Sifa na shukurani zirudi kwako. Asante kwa kutupatia nguvu hata ya kukusifu na kukuabudu. Asante Mungu wetu, kwa sababu bila wewe hatuwezi jambo lolote. Umetukusanyika katika hekalu hili Mungu asubuhi ya leo, ili Mungu wetu ukaweze kuendelea kuzungumza nasi kwa mioyo yetu, na wale ambao tumepungukiwa ukaweze kutuzidishia neema yako na nguvu zako. Wale ambao tunakutarajia katika maombi kwa mambo tofauti tofauti, Mungu wetu, tukapate kuwa na tumaini, kwa sababu wewe unatujali na unatujua, na mambo yote ambayo tunayaleta kwako Mungu wetu usikia na unatenda. Utupe subira Mungu wetu, hata wakati tunakungojea kwa matarajio yetu na maombi yetu, tusije tukakate tamaa, lakini tukakungoje wewe Mungu wetu. Hebu ukabadilisha nia zetu na mafikira zetu ili zikaweze kulingana na mapenzi yako, kwa sababu mapenzi yako ni bora kuliko nia zetu na maono zetu Mungu wetu. Tunakuja asubuhi ya leo Mungu wetu, hata tukitubu Mungu wetu, kwa sababu tunaishi katika dunia ambayo iko na msukosuko, dunia ambayo imekumbwa na mambo mabaya, kwa sababu shetani bado anazunguka akileta shida nyingi na taaba mingi Mungu wetu. Na saa zingine Mungu wetu tunaghadhabika katika mioyo yetu, saa zingine tunaenda njia ambazo hazikufurahishi, saa zingine tunatamka maneno ambayo hayakufurahishi, saa zingine mafikira yanakuja ambayo hayakufurahisha Mungu wetu. Na tunaomba msamaha Mungu wetu, ukaweze kutusafisha kwa neno lako asubuhi ya leo, na ukaweze kuendelea kubadilisha mawazo yetu yalingane na mafikira yako na lingane na matumaini yako kwetu Mungu wetu. Asante kama kanisa Mungu, umekuwa na sisi na umekuwa ukikutana na mahitaji ya huduma hii Mungu wetu, na tunaona mambo ambayo yanaendelea, na bado tunaendelea kukutegemea Mungu na kukutumainia. Hata tunapokaribia siku ya shukurani ambao huwa tuna desturi yetu, huwa tuko nayo mara 2 kwa mwaka. Jumapili ijayo Mungu ni siku hiyo ambayo tunakusanyika pamoja, tunakuja ili tukushukuru Mungu wetu. Tukushukuru kwa mapato yetu, tukushukuru kwa vile umetushikilia, kutushukuru kwa vile umetuponya wakati tulikuwa wagonjwa, kwa vile umetuletea divine connections katika mambo mengi. Sifa na shukrani ziwe kwako Mungu wetu. Asante kwa sababu umeendelea kuzidisha na kupanua mipaka yetu katika hali na mali. Wale Mungu anakutegemea ajira
Mungu kawafungulie milango. Wale ambao wako kwa biashara, ukanawiri biashara hizo Mungu. Hata ingawa uchumi unaonekana inflation inaenda juu kwa sababu ya bei kubwa ya mafuta, mambo hayo hayakutishi. Na mambo hayo uko kwa control yao. Na wewe umeahidi utatubariki hata wakati kuna dhiki. Na tunakutegemea wewe kwa mambo yetu yote. Tusije tukavutwa na mvuto wa dunia katika mambo na hali, lakini tukakutegemea wewe na macho yetu ikakulenga wewe Mungu wetu. Na tunajua utatuvukisha hata katika hizi shida za uchumi wa nchi yetu. Asante Mungu kwa idara zote. Asante Mungu kwa vile unaelekeza kila kiongozi akaweze kuwa empowered ili kuweza kutumika katika hali ya kuelewa na katika hali ya kukusifu. Tunakushukuru Mungu wetu ukaweze kutu-encourage kila mmoja wetu wakati kuna opportunity yoyote ya training, wakati kuna opportunity yote ya kuserve, ukatupe nguvu kujitolea. Ili Mungu wetu kaendelee kutukuza katika kiroho chetu, ili tukaweze kunawiri katika pahali tunaishi, pahali tunafanya biashara, na katika makusanyo yote ambao tunajikuta huko nje, tukakue mashahidi wako, kueneza injili na kuwa na maisha ambaye yanakutukuza wewe. Tunaomba haya katika jina la Yesu Kristo, Bwana na mkombozi wetu. Amen. Na sasa tutaenda kwa kipindi kingine cha kutolea Bwana zaka na sadaka, tukiongozwa na worship team. Asante. Bwana Mungu, nashangaa kabisa nikifikiri jinsi ulivyo. Nyota, ngurumo, vitu vyote pia viungavyo kwa uwezo wako. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na
wetu. Tushangilie Yesu Kristo kwa sababu ya worship team. Wametuongoza vizuri. Mungu awabariki. Mungu awajalie mema. Na sasa nitamkaribisha chairman wetu aje aendeleze na taratibu za ibada. Asante sana. Karibu. Thank you, Edward. Bwana asifiwe. Roho yangu na ikuimbie jinsi ulivyo mkuu. Sometimes ni vizuri tu kuimbia Mungu kwa sababu yeye ni Mungu mkuu. Fadhili zake ni za milele, na nakumbushwa hata zaidi endapo tunaelekea kufika siku ya shukrani, Thanksgiving, ya kwamba hata kama huna sababu yoyote ya kugive thanks, na Biblia inasema Psalms 150 ya kwamba let everything that has breath. Kwa hivyo kama uko hapa, yule ambaye hana reason ya kugive thanks na hawezi anyway, ni yule ambaye aliyetuacha. Nashukuru Bwana kwa nafasi hii ya kuweza kusimama hapa. Nashukuru ya kwamba kila Jumapili tunaweza kusanyika hapa kumuinua tu Mungu ambaye ana jina ambalo ni jina kuu kuliko majina yote. Na kama viongozi ama uongozi wa kanisa hili tukiwaona hapa kila every Sunday, we give thanks. So please turn to your neighbor to umsalimie na umwambie we are glad to see you here. It is not always that you have a neighbor. Life can be very lonely. But at least every Sunday, when I look forward every Sunday, najua 90% of the chances Mesheni yatakuwa ameketi nyuma yangu. Njoroge na Nancy watakuwa wameketi hapo karibu, na Indimuli atakuwa ameketi hapo. Kwa hivyo hata kama nimekuwa lonely the whole week, at least I know on Sunday I will have people who will be seated next to me. Na mzee Edward na Masi watakuwa wameketi pale wakitu encourage, and it's not something to be taken lightly. Amen. Life is very lonely out there. There's so many bad things. Nimeona leo ndugu yangu ambaye ana train kuwa pastor amenitumia message about all the bad things we should be praying about this week, including some Ebola center which will be in Nanyuki. And I just thought it's possible to complain, it's possible to grumble, it's possible to ask God where, but just the fact that you are able to sit here, it's a privilege. It's yet another opportunity by God, and the best thing is to make good use of it. So karibuni sana tena kwa ibada ya leo, ibada ya mwisho ya mwezi wa Mei. Na tunashukuru Mungu. Nilisikia mchungaji mwingine akisema mahali tulikuwa na Pastor James ya kwamba hii mwaka imeenda haraka sana, ajui inaenda wapi. Na mimi pia naona vile inaenda, sijui kama tuna play catch up ama bado we are still going. But just in case you uko hapa na wewe ni mgeni wetu, umetutembelea kwa siku yako ya kwanza, sijui kama tuna mtu wa aina hiyo. Do we have anyone visiting us for the first time today? Any visitor? Wow, we are full house. Na sisi sote ni wenyeji. I'm sure labda kama ndugu Mesheni angekuwa hapa, he would have picked out one. You know, we are gifted differently. He is able to point out tuko nyuma. But wewe si visitor. Wewe Steph si visitor. Wewe ni visitor. Sote ni wenyeji, and we thank God. Matangazo asubuhi ya leo ni kwamba tunashukuru wale wote ambao waliweza participate katika home cell training Parklands Baptist Church.
na youth for hosting the youth leaders prayer breakfast on Saturday. Now niliona our sister Helen hapo, niliona Mama Agnes, niliona Kate, niliona Sabe. Kama ulienda tu, si uinue tu mkono tuone wale walienda. Wale walienda. Wow, amen. Mama Emma pia alikuwa. We thank God for the opportunity to collaborate with those that are ahead of us. I am sure you learned a lot, isn't it? You learned a lot about home cell fellowships. You also learned a lot about comfortable seats. Sindio Sabe? You also learned a lot about where we are. So today, Kate, tukikuita utuongeleshe kuhusu Thanksgiving on Sunday, at least you have a vision of where we are going. Hiyo lazima ningeongeza. So we thank God for the youth pia. Hiyo ni kama ilipita chini ya maji kidogo, sisi wazee hatukutakana kujua, but anyway, I'm sure pia mlijienjoy Hyacinth. Mlikuwa na wakati mzuri. We bless the Lord. We thank God for the pastoral team, for the kind of energy that we are seeing and the kind of things that are happening. And we bless the Lord, and we pray that all of us can be able to build up to that gusto. KBCM School, bado tunaendelea kuwakumbusha kwamba KBCM School na KBCM Daycare, mwalimu wetu pale Teacher Elsie amejitahidi kabisa na mwalimu na walimu wenzake. Tafadhali tunaendelea kuwakumbusha kwamba we are men and women on a mission. Na hii school lazima ifanye nini? Hii school lazima iendelee, lazima inawiri, and so we must support it, and we are asking you to support it by getting a lot of children and bringing them to KBCM. Please invite a friend. Amen. The KBCM school from PP1, we also have daycare ambayo happen hapa every day 6:30 a.m. to 6:30 p.m. You are reminded of our social media presence. We are on YouTube, we are on Twitter, we are on Facebook, we are on all those media that Mzee Ndimuli likes talking about. These are the kind of announcements that remind me I'm Generation X, lakini bado tunajaribu catch up. So please follow us, like us, subscribe, and do all those nice things so that we can grow. We are at an era ambayo time ya crusade, zile watu walikuwa wanapanga pale, alafu mtu anachukua Biblia crusade edition kama ile yangu, is getting past. The Edward was telling me that hata investments these days is through AI. So it's an effective tool of evangelism, and I'm sure if we all get in and support, we shall grow this church, and we shall spread the message even to those we cannot be able to reach physically. Wednesday fellowship. Hii Wednesday tutakuwa na Zimmerman, June 10th tutakuwa na Maputo, Active Faith, na June 24th tutakuwa na Bethlehem. Kuna Bible reading chat hapo chini. We are going through the book of Jonah, 2 Kings, Amos, 2 Kings, and we wrap up with the book of Psalms. Tuko na kadi from Virginia, Mama Sam and family, and I will just read it as it has been given to me. Note of thanks. Greetings all. First is to thank God for the gift of life. We truly do not take it for granted. Secondly is to say thank you for the support. That was support and care extended by everyone during the time of grief. Your presence, comforting words, your prayers and acts of kindness have helped my family through this challenging time. I would like to express our profound appreciation to each one of you. We will forever cherish the love and support we have received. Thank you once again, and may God bless you all abundantly. From Virginia, Mama Sam and family. I believe this is Mama Heho. Anapiga shukrani ya kwamba tuliweza kusimama pamoja na yeye, and that is the essence of fellowship.
Mchungaji, apparently this year Thanksgiving comes early. Amen. Thanksgiving comes early. Nimeulizwa na kijana na sijui ni nani. Nimeulizwa hiyo kitu imesimama hapo ni nini? Tulikuwa na masi. Kitu gani? Hiyo inakaa hapo inakaa vizuri. Nikawaambia ni pulpit. Na mnataka kupeleka wapi? Tutaiweka hapa mbele. Hapo mbele kwa kanisa. Na hiyo ingine mtapeleka wapi? Sasa to be able to look correct, nikawaambia tutapeleka Sunday school. Sijui kama itapelekwa huko. And that was a very young man at the age of Kefat. Sijui ameenda wapi. And the excitement is building up from hata wale wachanga. Wanaona there is something happening. I would be surprised if there is any one of us that cannot see it. Can we see everything happening? From the beginning of this year, and maybe a little earlier, mimi sijasimama hapa kuitisha fundraiser ya hizi viti. Si mnaona zinaenda kumaliza kanisa? No one. The treasurer has not called anyone. Unajua tulikuwa na pastor kitambo, na labda mnamjua, sitasema jina lake. Ukikaa sana bila kumbariki alikuwa anakukumbusha. Na wewe Helen hujaniona, hujakuja kwa ofisi yangu. We haven't done that. But God has touched you variously, each of you. I don't know where God touched you. Sijui kama uliguzwa ukielekea Damascus kama Saul. Sijui kama uliguzwa ukikutana na Philip kama Ethiopian eunuch. Sijui kama ulipewa revelation, lakini Mungu alifanya nini? Mungu alikuguza. It's just amazing. It's just amazing. Biblia inasema tukimuinua Yesu, he will draw men unto himself. And we believe that it is God that is drawing your hearts to do some of the things that you are doing. This is the year tumelialia about fuel prices. Si ndio? This is the year tumelialia about very many things. But even as the world is crying, this lectern, I'm told it's not called a pulpit, by the way. Hii yote ni pulpit. This one is called a lectern. Say after me, lectern. So from mchungaji akifanya kitu yake, hii kitu itakuwa inaitwa nini? Hii mnaweza tuliwaruhusu hii kuita pulpit because iko hivi. That one is called a lectern. Now, what am I trying to say? I'm trying to say I'm excited. I am just excited at what the Lord is doing. Again, the treasurer did not call anyone to. Ni Mungu tu. Imagine God surprising us as a leadership. Mtu akija na akasema mimi nimesikia tu. As a function of the joy in my heart. Nimeangalia nikaona nyumba ya Bwana, it is lacking in something. Now, God was accusing of the children of Israel. I remember our pastor in the village saying, "Motigeta nyumba yako kahana kegege." I don't know what is that called in. Lakini sisi, God has moved us to make sure that the house of the Lord is well taken care of. Again, salimia mwenzako umwambie wewe, kwa sababu Mungu amekuguza. Mungu tu akubariki sana. Abariki kazi yako, abariki your coming in, abariki your going out, and all those blessings ziko hapo Deuteronomy chapter 28. Hapo si zile za pale mwizo hapo. Ubarikiwe ukiwa mjini, ubarikiwe ukiwa ushago. Ufanye nini? Ubarikiwe, mbarikiwe, because for us as a leadership we are even saying mnafika mahali now you are overtaking us. And there are those small acts of kindness that you have done one to another. And we pray that God may cause us to excel. Now, we obviously have a lot of work to do. And like we have always told you, and as the Bible says,
that the harvest is large, but the laborers are few. And so we are calling you yet again that this church, Kiamombi Baptist Church, hii ni nyumba ya Mungu. Agreed? Ni nyumba ya Mungu wa kina nani? Wetu. Kwa hivyo ni nyumba ye. Each of us here has a lot, has a share, has a responsibility in this ministry. Each of us. Right from the small boy who got very excited about this thing that he did not know about. Nilikuta wamecarpet mercy, there were 4 of them. Sasa na mimi nikaingia hapo tukashikwa sisi zote and we had to explain what it is. We are all excited about what is happening. But even as we are excited, we are reminded every day that every day comes with new challenges. And so on Sunday, we shall have yet another opportunity. You may not have had the opportunity to bring these seats, isn't it? You may not have the responsibility to bring the lectern. And maybe you have been asking yourself, these seats, each of them costs 750 shillings. This lectern costs a lot of money, tuseme tu hivyo. You may not be able, even be in a position to bring one of these seats. Na unaweza kujiuliza, hii shilingi yangu 50 ambayo nimebakisha, and it is useful in the house of the Lord. How can I? I sing a song and said, Higo jaga kuhoya. He sang and said, niliyotutuganaga nyumba ine yaku. Nyumba ine ya mohonokia. You know, something like that. It's a time of joy and a time of thanksgiving when we meet together. So that you with your 50 bob and you with your 100 bob and you with your 100,000, we come together as we have always done. So that we can be able to build the Lord's house. So Thanksgiving is coming on Sunday, as always. And we said that we will never lower that budget. We almost hit it last time. Our budget of 1.5 million. We hit 66.6%. We fell shy of 1 million. I don't know whether anyone can remember. Me, such things I never forget because they excite my heart. Sunday, 7th June is Thanksgiving. And I want to challenge us. Tulikuwa tunaimba kanisa yetu ya Ushago. Toa dugu, toa dada ile. Ulicho nacho wewe, kila mtu aje kujifikiria. Alafu wanasiasa wanakuja wanatuambia kiruno kifugo. Me, I will not say that. I will say kile Mungu amekubariki nayo. Come and let us do what? Come and let us give thanks. Of course, on the flip side, there will be a lot of food. There will be a lot of things to enjoy. And we will have a lot of visitors. So I just want to remind us. And I've taken a lot of this time deliberately. Just to tell you how excited our hearts are to be able to be part of this ministry together with you. And as I always say, wengine wetu, mimi na kina Gladwell na wengine tumetoka mbali because of this sanctuary. So as we do that, we are doing it for the Lord. And our God is not unrighteous as to forget our works of ministry as we minister to him and as we minister to the saints. That's Hebrews chapter 6 verse 10. So thank you very much. We shall look forward to see you during the Thanksgiving. Come excited about it. Come. Just come. Nishuki anatuambiaga, hata kama you made 0 income this month. What is 0 times 10? Kuja na bahasha umeandika 20. Uilete mbele ya Mungu kama yule mama alikuwa anaitwa Hana. Ukiulizwa na Gukaeli ni nini? Useme nimekuja kurutorora nini? Kurutorora ngoro yako kwa Mungu. And the Lord is going to hear you and the Lord is going to bless you. So God bless you very much. We look forward with excitement to seeing you on Sunday. Now I can call the choir if they are ready. Wakuja watubaliki na wimbo. Thank you. God bless you.
Nimrudishie nini Mungu kwa wema alonitendea? Namshukuru kwa wema wake kwa ajili yangu. Namshukuru kwa wema wake kwa ajili yangu. Katika dhiki anifariji, katika unyonge mchunga wangu. Namshukuru kwa wema wake kwa ajili yangu. Namshukuru kwa wema wake kwa ajili yangu. Mabaya yanaponisonga na kuhitaji Mungu, namshukuru kwa wema wake kwa ajili yangu. Namshukuru kwa wema wake kwa ajili yangu. Katika dhiki anifariji, katika unyonge mchunga wangu. Namshukuru kwa wema wake kwa ajili yangu. Namshukuru kwa wema wake kwa ajili yangu. Ulinitoa kwenye shimo, ukanilinda na mauti. Namshukuru kwa wema wake kwa ajili yangu. Namshukuru kwa wema wake kwa ajili yangu. Katika dhiki anifariji, katika unyonge mchunga wangu. Namshukuru kwa wema wake kwa ajili yangu. Namshukuru kwa wema wake kwa ajili yangu. Let's appreciate our choir even better. Asante, asante. Helen, karibu. Tunashukuru Mungu kwa jana tulikuwa hapa na our youth. Deacon Njoroge was preaching. Alitubariki sana. Deacon Edward alikuwa pia kama deacon wa youth. Na kwa wale ambao walienda Parklands, tukasema let's give our sister Helen to represent the team. In 2.5 minutes, atueleze what they learned. Thank you. Thank you, Pastor James. Praise God, church. Praise God again. Nani hanijui? I know most of you know me. I'm Helen Jada from Active Faith. At least naweza jitambulisha na home cells. When I came here, I didn't know about home cells. Na nashukuru Mungu kwa opportunity ya jana. We went to Parkland Baptist Church and nika mention kuwa I was fellowshipping in Parklands Baptist Church when I was in campus. But at that time I didn't know I was a youth. Nilikuwa jumpy. I was going there because of the band. I enjoyed their music and they have really grown. Na naomba pia sisi tufikie hapo. So I will go very fast in what we learned. And we were guided by a text in Acts 2, maybe mnaweza andika mahali. Acts 2:42 to 47. And my take home was that home cell is something that brings us together off church. We have Bible studies, zenye tuna go into it and look about the Bible in depth. Zenye nilikuwa tuna explain pale kwa ladies, tunaambiana when we are in those Bible studies, we go deep in the word, that zenye pia mimi siwezangi kuangalia the Bible
during my weekdays, but Bible study. So home fellowships tukakuja kuziangalia in depth, na tukajua the purpose of home fellowship, my take home was that it's to grow relationship with one another. Kuna vitu zenye hatuwezi share in church. Even after church, tunasalimiananga, we go home with the word. But for home cells, we are able to share our personal lives, the challenges zenye zinatupitia, the problems. And I came to understand problems ziko in different stages. Kuna wale, sasa tulikuwa ndo sema shida za Karen, si the same na zenye mtu ako Kiamombi ako nazo. Wa Karen anaomba nini? Mafuta imeongezeka. I need come to fuel my Range Rover. And hapa Kiamombi, there's someone who is praying for a job. So pale kwa home cells, we take our problems to the people who are hosting us. Nikakuja kulearn that we don't have a structure. Tukenda kwa zile home cells, hata saizi nikiuliza Gladwell what we are supposed to do in our next home cells, hatuja come up na what we are doing. Tunafikanga pale, we say, Gladwell utatuombea, Grace, you are going to lead us with the worship. Tunajipanga hapo, but we were given ways of how we should have a structure before we do the home cells. Something else that I took home is that after we do our home cells, we should come up with reports. And at this point, I think we'll grow, and after the home cells, because I'm a trainer peer by profession, apart from law, I also train the youth. Na tunakuanga na templates zenye tunatumianga ku report, so that we can be able to keep track. Leo Gladwell hakukuja, sorry I'm using as an example, hakukuja, why didn't she come? Those follow up, you should do reports pia kwa watu wenye hawako kwa home cell, they understand what we did during that day. And because I was given 2 minutes and I really keep time, the other thing that I really took home is that tusiachie the ones who lead the home cells everything from 100%. The people who lead the home cells, tunawaachianga the duties. We have the Wednesday fellowships. Penye tukiambiwa, for example, Active Faith, kuna time yenye tulikuwa tumedidimia and we are not coming for our fellowships because we are in the business community, sometimes traffic. And sometimes when we have Active Faith leading, I have to come out of the office at around 4. Nikimiss 4:20, I will not make it at 6:30 because of traffic. But tukaambiwa, when you have leaders, for example, tuseme ni Hebron wana lead, we know Cecilia ni yeye anafaa kuwa hapa na wao. So take it upon yourselves, mjitume, msiachie the home cell leaders everything. Hata kwa hizo fellowships, when you're doing them, like ours, we'll do it around June after we are going to plan sababu tuko na 7th, we are supposed to do it on 7th. At least tuna take the roles. Msiachie the home cell leaders everything. And pia tujitume kwa the Wednesday prayers. So that was the take home. Don't leave your leaders crying. Sababu you are given a testimony that one of the leaders ndio alilia ndio watu wajitume. Do you want to see Helen crying sababu I did the Active Faith? So mujitume, and I take home so that we can grow. Tujitume sisi wote. Have a structure in your home cells. Have a reporting strategy, and don't leave everything to your home cell leader. That was the main take home. Thank you. Thank you, Helen. Thank you. One of the things Helen hajasema ambayo chairman alisema walienda kulearn, pia kule walilearn how rich people eat. Nasikia ilifika saa ya chai, wakapata Karen, people in Karen take one slice and wanasema wameshiba wakosa. By lunch time, they were ready now to become like people waka. So chairman, we hope next Sunday hatutakaa kama watu waka. Next Sunday wacha tukule vizuri, treasurer. Next Sunday tukule vizuri na tutoe pia vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Masaa yetu imeenda mbio sana, lakini kwa yote tunashukuru Mungu ni kwamba ni yeye ametupatia masaa na ni yeye ambaye anatufunza kutumia masaa hayo kwa utukufu
wa jina lake. Tunaendelea na msururu wa kitabu cha Warumi. Siku ya leo tukiwa Warumi 3, tutasoma 19 hadi 31. Romans chapter 3 verse 19 to 31 kwa Kiswahili. Basi tunajua ya kwamba chochote sheria inachosema inawaambia wale walio chini ya sheria, ili kila kinywa kinyamazishwe na ulimwengu wote uwajibike kwa Mungu. Kwa hiyo hakuna binadamu hata mmoja atakayehesabiwa haki mbele za Mungu kwa matendo ya sheria, kwa maana sheria hutufanya tuitambue dhambi. Lakini sasa haki itokayo kwa Mungu imedhihirishwa pasipo sheria, ambayo sheria na manabii wanaishuhudia. Haki hii itokayo kwa Mungu hupatikana kwa Yesu Kristo kwa wote wamwaminio, kwa maana hapo hakuna tofauti, kwa kuwa wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Yeye ambaye Mungu alimtoa awe dhabihu ya upatanishi kwa njia ya imani katika damu yake. Alifanya hivi ili kuonyesha haki yake, kwa sababu kwa ustahimili wake aliziachilia zile dhambi zilizotangulia kufanywa. Alifanya hivyo ili kuonesha haki yake wakati huu, ili yeye awe mwenye haki na mwenye kumhesabia haki yule anayemwamini Yesu. Basi kujivuna kuko wapi? Kumewekwa mbali. Kwa sheria gani? Je, ni kwa ile ya matendo? La hasha, bali kwa ile sheria ya imani. Kwa maana tuwaona kwamba mwanadamu huhesabiwi haki kwa njia ya imani, wala sio kwa matendo ya sheria. Je, Mungu ni Mungu wa Wayahudi peke yao? Je, yeye si Mungu wa watu wa mataifa pia? Naam, yeye ni Mungu wa watu wa mataifa pia. Basi kwa kuwa tuna Mungu mmoja tu, atawahesabia haki wale waliotahiriwa kwa imani na wale wasiotahiriwa kwa imani hiyo hiyo. Je, basi ni kwamba tunaibatilisha sheria kwa imani hii? La hasha, badala yake tunaidhibitisha sheria. Na tuweze kuomba. Mungu wetu, tunasema asante kwa neno lako adhuhuri ya leo. Kwa muda mfupi ambao tuko nayo, tunaomba ya kwamba uweze kunena na mioyo yetu, uweze kutuelekeza katika njia zako. Ni wewe ambaye umeandaa neno hili, ni wewe umekusudia siku ya leo tuweze kusikia kutoka kwako. Fungua mioyo yetu, fungua akili zetu, uweze kunena na kila mmoja wetu. Nasema pia asante kwa ajili ya sadaka na zaka ambazo waja wako wameleta kanisani siku ya leo. Tunaomba ya kwamba iweze kutumika kwa njia ya utukufu wako. Naombea baraka zako kwa kila mmoja wetu kwa matoleo haya, na pia katika kusikiliza neno lako. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Tumekuwa tukiangazia kitabu cha Warumi, mlango wa kwanza, mlango wa pili. Wiki iliyopita tulikuwa tunaangazia Warumi mlango wa 3, na katika mstari wa 10 tukakumbusha kwamba imeandikwa hakuna mwenye haki, hakuna hata mmoja. Hakuna hata mmoja wenye ufahamu, hakuna hata mmoja amtafutaye Mungu. Na tukakumbusha kwamba Wayahudi na Wagiriki, watu wote wako sawa, kwa maana wote wako chini ya dhambi. Na vile ambavyo tulikuwa tunakumbusha kwamba tunapoangazia Warumi mlango wa kwanza, tunaambia kwamba watu wameamua kuenenda katika njia zao, wameamua kuabudu vitu ambavyo vimeumbwa na Mungu, wamemsahau Mungu wao, wametembea katika njia zao na Mungu akawaachilia watembee katika hizo njia. Wamepotea, hawajui Mungu, hawajui neno la Mungu, hawajui sheria za Mungu. Tunapokuja katika Warumi mlango wa pili, tunapata Wayahudi ambao walikuwa na
walikuwa na sheria za Mungu ambao walikuwa ndio wanaongoza wengine, ambao walikuwa walimu. Lakini hata hawa pia wanaposimama mbele ya sheria wanapatikana kwamba hawana haki. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba yule ambaye hakuwa anajua sheria alipatikana hana haki mbele ya Mungu. Yule ambaye alikuwa na sheria na anatembea katika njia zake bado pia anapatikana ya kwamba hana haki. They are not righteous before God. They are not justified. Hawahesabiwi haki mbele ya Mungu. Na ndiposa tunapofika mstari wa 3 tunaambia kwamba hakuna hata mmoja, na swali basi linabaki, ikiwa wale ambao wanajua sheria, ikiwa wale ambao hawajui sheria, ikiwa wote inasemekana kwamba hakuna hata mmoja, swali ni basi watawezaje kuhesabiwa haki? Na siku ya leo Biblia itatufunza ya kwamba tunapata haki ama tunahesabiwa haki kupitia kwa imani ndani ya Yesu Kristo na si kwa kazi ya sheria. Kwa hivyo siku ya leo tunapoangalia mistari hayo machache, jambo la kwanza tunapata ni kujiuliza kusudi la sheria basi lilikuwa nini? Ikiwa Mungu aliwapa wana wa Israeli sheria na tunasema sheria haikuwezeshi kuhesabiwa haki, kusudi la sheria basi ni nini? Na pili, ikiwa sheria basi haiwezi kutuelekeza kuhesabiwa haki mbele ya Mungu, njia gani itatuwezesha? Na jambo la pili tunaambia kwamba haki ya Mungu inadhihirishwa kwa imani pasipo sheria. The righteousness of God is through faith and not through the works of the law. Na mwisho basi inaturejeshea kwetu ya kwamba ikiwa tunataka kuhesabiwa haki, basi tukuje kwa njia ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Kusudi la sheria ni nini? Paulo anasema ya kwamba kusudi la sheria ni kutuonesha kwamba kuna dhambi. The law is to show us where we fail. Sheria haituwezeshi kurudi kwa Mungu. Sheria inatuonesha ni wapi tumepungukiwa, ni wapi where we've transgressed. Kama kanisa siku ya leo tukisema ya kwamba kuanzia Jumapili inayokuja mtu asipitie ile mlango, basi tumeweka sheria ya kwamba kama kanisa mtu asipite kwa lile mlango. And if you are to do that, utapata mmoja wetu kwanza atajiuliza kwa nini viongozi walisema tusipite kwa ile? Miaka yote ambayo tumekuwa katika kanisa hili, I think 99% hatujawahi pitia ile mlango. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukisema kuanzia Jumapili ijayo mtu asipite kwa ile mlango, kila mtu ataanza kujiuliza juu ya hiyo. Na sasa tutataka kupita kwa hiyo mlango tujue kwa nini viongozi walisema tusipite kwa hiyo mlango. Na tunapopita hiyo mlango basi tunasema tumevunja sheria, kwa sababu sheria tayari ilikuwa, na unapovuka hapo basi tunasema ya kwamba hiyo sheria itaonesha kama ulikaa ndani ya kanisa ama ulivunja hiyo sheria. Na tunaambia kwamba sheria inahusu wale ambao wako chini ya sheria. Ni yule ambaye yuko chini ya sheria ndio anajua sheria inasema nini. Wengi wetu siku ya leo, Jumapili iliyopita tulikuwa tunasema ukipelekwa kotini ushtakiwe, uambiwe uko na kesi ya kujibu. Wengi wetu hapa hatuna ufahamu wa sheria, kwa sababu hatujawahi vunja sheria ama hatujawahi patikana mahali ambapo ilitubidi ama ilistahili tujue sheria. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo ukishiko town na uambiwe umevunja sheria 1, 2, 3, ndio utatafuta wakili DK kumuuliza sheria inasemaje, kwa sababu hadi leo uko unajua kwamba kuna sheria ama ukivunja hiyo sheria nini inachofuata. Bwana Yesu asifiwe.
Na shida kubwa ya sheria ni kwamba inatuonesha dhambi, lakini haitusaidii kutoka kwa dhambi. Sheria ni kioo ambayo ukiangalia utaona ya kwamba haujachana nywele, lakini haiwezi kuchana nywele yako. Bwana Yesu asifiwe. So itakuonesha ya kwamba kuna shida, lakini haikutatulii hiyo shida. Na wakati mwingi pia unapata ya kwamba wale ambao wanajua sheria sana sana ndo watavunja hiyo sheria. Ama wakili watasema you don't break but you bend it. As far as wakati mmoja tumekuwa na mchungaji Mbuvi, ukienda kufanya counseling kwa vijana ambao wako katika jela. Na unapoenda ukikutana na wale vijana, especially wenye wameshikwa mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, utagundua kwamba hao wameanza kujifunza sheria si kwa sababu wanataka kujua sheria ndio wasivunje hiyo sheria ama watembee kwa njia inayofaa, bali wanataka kujua sheria ndio wajue jinsi ya kuvunja hiyo. Wengi wetu siku ya leo ukishikwa na polisi, upelekwe uandikishwe, utasema majina yako itaandikwa vizuri, makosa itaandikwa, hizo vitu zote lakini kwa wale vijana ambao wamekuwa jela, utapata ya kwamba akishikwa leo, jina ambaye atajiandikisha sio jina la. So utapata kijana wenyu ako jela, mnaenda kumtafuta na mnasema kijana wetu anaitwa Daniel. Ukifika huko unauliza Daniel ni na? Kwa sababu hakuna Daniel. Hawa vijana wamejua ya kwamba ukishtakiwa ya kwamba umefanya makosa na uko over 18 or is it 21, if you are below, you are treated as ni kama kijana ama mtoto. So utapata mtu alishikwa ako na miaka 25, ako na bibi na watoto, lakini siku ile alishikwa amejiandikisha kwamba yako 18 ama 17. So una deal na mtu ambaye anakuambia ako 17, lakini huku nje ni mtu ako 25 na ako na bibi na watoto. Lakini kwa sababu sheria inasema ya kwamba if you are above 18 or 21, kwamba the law is different for the different categories. Sasa huyu mtu amejua ya kwamba nikishikwa nitajiandikisha kwamba miaka yangu ni. Bwana Yesu asifiwe. So ile sheria ambayo iliundwa kwamba isaidie kurekebisha watu, unapata sasa watu wameisoma hiyo sheria na wamejua ya kwamba nikishikwa nitajiandikisha miaka hii ndio nisipelekwe industrial area, niletwe hapa Kamiti kwa vijana. Bwana Yesu asifiwe. So ile sheria ambayo ilitakiwa itusaidie kukaribia Mungu, tunapata ya kwamba sasa hiyo sheria, in fact sasa unapata wale Mafarisayo, wale ambao walikuwa naelewa sheria sana sana ndo wale walikuwa wanavunja sheria. Kwa nini? Kwa sababu wanadamu waligundua ya kwamba hii sheria it's about the behavior. Unajua sheria inaangalia external behavior. So tutaonekana kwamba tuko watu wazuri sana ambao tunafuata sheria, lakini ndani ya roho zetu na mambo ambayo tunafanya hayaambatani na sheria. Bwana Yesu asifiwe. Na basi tunakumbushwa kwamba hata hapo mwanzo, from Genesis, Mungu aliumba mwanadamu for a relationship and a fellowship. Na akaleta the law kutusaidia kujua dhambi, kutusaidia kujua wakati ambapo tunaenda kinyume na hali ya Mungu, ndio turudie kwa Mungu. Lakini mwanadamu akaanza kufuata zile sheria na ikafika pahali ambapo ikakuwa kwamba nafanya vitu kulingana na sheria, lakini sio inirejeshe kwa Mungu. Sio kwamba nataka uhusiano na Mungu, nataka kuonekana mwenye haki, lakini sina uhusiano na Mungu na sifanyi mambo ambayo Mungu anapenda. Bwana Yesu asifiwe.
Praise the Lord. Kwa hivyo Paulo anasema ya kwamba kusudi la sheria ilikuwa kwamba tuweze kutambua dhambi. Na pili ilikuwa inatupatia kwamba hakuna mtu ambaye atakuwa na kizingizio kwamba hakujua mambo ambayo alitakiwa kufanya. Katika Waebrania 10 mstari wa kwanza inasema, basi kwa kuwa sheria ni kivuli tu cha mambo mema yajayo. The law was a shadow of the things to come. The law was a shadow. Wakati ambapo wana Israeli walikuwa naambiwa ukiiba ama ukiua ama ukifanya jambo fulani utaleta mbuzi achinjwe then uombe upate msamaha. Lakini mbuzi alipokuwa anachinjwa, damu ya mbuzi ilikuwa tu inafunika hiyo dhambi. Hauko unapata msamaha, ilikuwa inafunika. Na kuchinjwa kwa mbuzi na damu yake kumwagika ilikuwa inaonesha kwamba kuna yule ambaye atakuja, ambaye atamwaga damu ili upate msamaha wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sheria ilikuwa tu inatuonesha ya kwamba umetenda dhambi. Alafu sheria inasema kwa sababu umetenda dhambi, kuna damu ambayo lazima imwagike, na damu ni yako imwagike, ama damu ya mbuzi imwagike ndo yako isimwagike. Lakini hiyo damu ya mbuzi ilikuwa ina point kwamba kuna yule ambaye atakuja amwage damu ili tupate msamaha wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo la kushtua ni kwamba kama wanadamu na kama Wakristo tunapenda sheria sana. Bwana Yesu asifiwe. Ukiweka watu pahali moja, within no time we'll create laws and rules. So utapata ya kwamba Chairman ametuambia kwamba Jumapili ijayo ni Thanksgiving Sunday. Na tukuje tutoe vile Mungu anatuwezesha kwa roho ya upe. Na wengi wetu tutapata ya kwamba tunaona ni vigumu sana kutoa tu kwa imani, kutoa tu kwa kusema kwamba tunasema asante. Chairman angesimama hapa ama mchungaji angekuja hapa aseme ya kwamba kwa hii kanisa tuko na sheria ya kwamba siku ya Thanksgiving kila mtu akuje na bahasha na apande mbegu. Sasa hapo tunaanza kusema sasa hiyo tunaona kwamba kupanda mbegu hii ingine ya kutoa kwa imani na kupanda mbegu ya kupanda mbegu, si mbegu itamea. Hii ingine ya imani kuna kitu itafanyika. We are not sure what will happen. Bwana Yesu asifiwe. So kidogo tunasema badala ya matoleo kwa imani, wacha tukue tunapanda mbegu. Sasa shida na sheria ni kwamba baada ya kupanda mbegu, kuna mmoja wetu atasimama aseme, baada ya mimi kupanda mbegu, Mungu alinibariki sana sana. Tangu nianze kupanda mbegu, mambo yangu yamekuwa Sasa boasting inaanza kwamba kwa sababu ya kazi ambayo nilifanya, ndiposa Bwana Yesu asifiwe. So tunasahau kwamba Mungu ndiye aliyebariki, inakuwa mimi kazi ambayo nilifanya. Mimi ndo nilifanya ndiposa baraka ikanifuata. Bwana Yesu asifiwe. So inaacha kuwa ni kwamba Mungu anabariki, inakuwa ni kazi ambayo nimefanya. Shida ya pili ni kwamba wakati ambapo mmoja wetu anasema alibarikiwa baada ya kupanda mbegu, kuna ndugu yetu ambaye alipanda mbegu na ikakosa kufanya nini? Kumea. So kuna mtu ataenda kwa Mungu aulize pia, mimi pia nilipanda, kwa nini yangu ilikosa kumea na wengine Bwana Yesu asifiwe. So sheria inaanza kuleta kwamba kuna mtu ambaye anasikia kwamba alifanya kazi
ndiposa akabarikiwa. Na kuna yule ambaye pia atalalamika kwamba alifanya kazi na akakosa kubarikiwa. Ilhali Mungu anataka tukue na uhusiano na yeye, ya kwamba tunapokuja tunasema kwa sababu Mungu umenibariki. I've seen the faithfulness of God in my life. Nimeona vile ulinitendea hata wakati ambapo sikuwa nastahili. Wakati ambapo hakuna jambo ambalo lingekuwezesha kunibariki, umenibariki na umeniongoza. Kwa imani nitatoa na kwa imani nitapokea. Bwana Yesu asifiwe. So tunaanza relationship. It's not about the law, it's about the relationship. It's about trusting God. It's about putting our hope in Christ. Ni kwamba vile wale vijana watatu Waibrania walisimama mbele ya mfalme, wakaambia mfalme, hatutaabudu sanamu. Na tunajua kwamba Mungu wetu atatuokoa. Lakini hata asipotuokoa, Bwana Yesu asifiwe, hata asipotuokoa bado hatutaabudu sanamu. Because the faith that we have in God is not the faith that depends on what God will do or not do. Sio imani ambayo inasema lazima Mungu atende. Sio imani ambayo inasema ya kwamba Mungu amefanya ama atafanya. Ni imani ambayo inasema naamini kwamba huyu Mungu akisema amenisamea, nakubali msamaha bila kuona jambo yote imefanyika. Nakubali kwamba amenisamea. Akisema amenibariki, nakubali ya kwamba amenibariki kwa sababu amesema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sheria katika Wagalatia 3 anasema ya kwamba kwa hiyo sheria ilikuwa kama kiongozi wa kutufikisha kwa Kristo. The law was like a teacher or a guide to point us to Christ. Wengi wetu ambao tulizaliwa zile enzi kulikuwa na public dip. Cha indimuli. Dip ya ng'ombe inaitwa nini? Ulikuwa na pahali ambapo the whole community walikuwa napeleka ng'ombe inaingizwa katika josho. Unapopeleka ng'ombe, unapata ng'ombe zote zimewekwa kama kwa hii kanisa, lakini pale mwisho kuna kama kamlango ambayo zinakuwa squeeze zinaenda moja moja zikiingia kwa wadi. So the law ni kama hizo barriers ambazo zinakupiga ama zinakufinyilia zikikuelekeza kwa hiyo deep, kwa sababu unahitaji kuelekea katika deep ndio uweze kupona. Bwana Yesu asifiwe. So Yesu Kristo ndiye anaponesha, Yesu Kristo ndiye analeta msamaha, lakini sheria ilikuwa ituelekeze. It put boundaries for us to reach Christ. Bwana Yesu asifiwe. Hizo barriers, hizo grills hazingeua kupe. Hizo grills haziwezi fanya kazi ambayo inahitajika, lakini hizo grills zilikuwa hapo zielekeze ng'ombe hadi zifike kwenye deep. Bwana Yesu asifiwe. So that was the law. Na kama Wakristo ama kama Wayahudi kulikuwa na sheria ambayo ilikuwa inaelekeza, lakini Mungu alitaka sana wajue ya kwamba sheria ambazo amewapatia, they were not an end to themselves. The law was to guide people back to Christ. The law was to direct people. Na vile tunaambia kwamba unapotazama sheria unagundua you cannot fulfill the law. Unagundua wewe mwenyewe hauwezi timiza amri za sheria. Kwa hivyo, kwa sababu hatuwezi timiza amri za sheria, kuna yule ambaye lazima tuelekee kwake, ambaye atatusaidia tutimize sheria. Bwana Yesu asifiwe.
Sijui wangapi wenyu ni kama mimi. I was born in church, nilizaliwa kanisani, nikaenda Sunday school, nikasoma Bible, nilikuwa najua Biblia. Nilipofika ujana, nikafika pale nikaambiwa nahitaji kuokoka. Na mara nyingi nilipokuwa naangalia watu ambao wameokoka, naona kwamba wanatenda dhambi kunishinda mimi ambaye I knew the law. Na nilikuwa najua jinsi ya kutembea according to the law. Na hao ambao wanasema wameokoka, naona kwamba wengi wao kwanza wako na shida nyingi na dhambi nyingi sana. And I tried to keep the law according to myself. Najaribu sana nisivunje sheria. Lakini nafika pahali nagundua ya kwamba siwezi timiza sheria. Bwana Yesu asifiwe. And many of us, hata baada ya kuokoka, tunakuwa na wakati mgumu sana. Most of us, we are struggling with sin, addictions, challenges. Na tunajaribu sana kuput rules and laws for ourselves. Tunasahau ya kwamba alituita into a relationship. Bwana Yesu asifiwe. What God wants is a relationship. Is not do's and don'ts. Mungu hajatuita kutuambia usifanye hii, ufanye hii. Usikule hii, wachana. Anataka tukue watu ambao tuna uhusiano na yeye, tutembee na yeye katika njia zake, na yeye ndo atatuwezesha kutimiza sheria zake. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo katika mstari wa 21 tunaambiwa, lakini sasa haki itokayo kwa Mungu imethibitishwa pasipo sheria, ambayo sheria na manabii walishuhudia. Haki hii itokayo kwa Mungu hupatikana kwa Yesu Kristo kwa wote wamwaminio. There is a righteousness apart from the law. A righteousness apart from the law has been revealed. And this righteousness had been declared by the law and the prophets. Ya kwamba tunakumbushwa hata wakati ambapo wana wa Israeli walikuwa wanatembea katika sheria, Mungu alikuwa anaambia kupitia kwa manabii na katika hiyo sheria ya kwamba kuna siku ambayo nitawapatia mioyo mpya. Bwana Yesu asifiwe. Jeremiah 31:31. Angalia siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. 33. Bali agano hili ndilo litakalofanywa na nyumba ya Israeli baada ya siku ile, asema Bwana, nitatia sheria zangu ndani yao, katika mioyo yao nitayaandika. Praise the Lord. Ya kwamba Mungu alikuwa anawaambia hata mnapotembea katika sheria za Musa, my desire is that I may write my laws in your heart. Ya kwamba nitawapa mioyo mipya. Ezekiel 36:26. Nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. The desire of God has always been to give us a new heart. Ya kwamba sio kwamba tutatembea tukionekana kwamba tunafuata sheria, lakini kwamba kutoka katika mioyo yetu tutakuwa na mioyo ambayo inamsifu Mungu, mioyo ambayo inatamani kutembea na Mungu, mioyo ambayo imesubmit kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. That is the desire of God. Mara nyingi utapata ya kwamba tunafuata sheria inasema usiibe. Na uko na jirani yako katika kanisa hili, inawezekana hujamuibia. Na tutafuata hiyo sheria kwamba hatuibi. But what God desire is not just that you don't steal, but you go the step of helping
that poor person. Bwana Yesu asifiwe. Sheria inasema ya kwamba usiue, na wengi wetu hatuui, lakini Mungu anasema ya kwamba sio usiue, bali can you lift someone up again. Bwana Yesu asifiwe. So tunaweza obey law kwamba hatufanyi mambo mabaya, lakini Mungu anatuita kwamba kuna uhusiano kupitia kwa imani ya Yesu Kristo, ambaye sasa tuko viumbe vipya, ambao tuko chini ya imani na tunafuata hiyo imani, basi tunafanya mambo yanayompendeza Mungu. Na katika mstari wa 24 tunaambia kwamba wote, 23, kwa kuwa wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. All have sinned and fallen short of the glory of God. 24, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Yesu Kristo. Ya kwamba wanadamu wote tukieko mbele za Mungu, hakuna hata mmoja ambaye anastahili. Lakini pia wanadamu wote kupitia kwa Yesu Kristo, kwa damu ambayo Yesu Kristo alimwaga msalabani, wote tunahesabiwa haki. Bwana Yesu asifiwe. Na Paulo akimalizia anauliza, kwa sababu tunasema sheria haiwezi kutupatia haki, kwa sababu sheria haituwezeshi kuhesabiwa haki mbele za Mungu. 31 anauliza, je, basi ni kwamba tunaibatilisha sheria kwa imani hii? Anasema la hasha, badala yake tunaidhibitisha sheria. Yesu alifunza akisema katika Mathayo 5:17, sijakuja kufuta sheria ya Musa na mafundisho ya manabii, bali nimekuja kuzikamilisha. Na unaposoma Mathayo 5 anasema, muliambiwa msiue, lakini yule ambaye anamdharau ndugu yake bila sababu. Muliambiwa you do not commit adultery, but the one who lusts after a woman. Yesu anatuambia kwamba sisi ambao tumeokoka, ambao tumemkubali Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yetu, tunatembea katika imani, and we do not even operate at the point of the law. We are operating at the point of grace, which is above the law. Our point ni pahali ambapo we don't just fulfill the law of Moses, but we do the will of God. Bwana Yesu asifiwe. Ni katika tu imani ndani ya Yesu Kristo. Adhuhuri ya leo tunaulizwa kuweka imani yetu, matumaini yetu, furaha yetu, our future, we are called to put it by faith in Jesus Christ. Forgiveness of sin. Hatuwezi pata msamaha wa dhambi kwa kazi ya sheria. Hatuwezi pata msamaha wa dhambi kwa nguvu zetu sisi wenyewe. Hatuwezi kutembea mbele yake Mungu kama watu wenye wanahesabiwa haki kwa nguvu zetu. Tunaambiwa ni kwa kupitia imani ndani ya Yesu Kristo. We are called to a life of surrender. Tunaitwa tukubali kwamba Yesu ni kiongozi wetu. Yesu ni mfalme, he is our Lord. So we surrender our lives and live lives of faith, tukijua kwamba hatuwezi timiza sheria, lakini kwa imani ndani ya Yesu Kristo tunaweza kutembea maisha ambayo inayompendeza Yesu Kristo.
Waefeso 2:8 hadi 10 inatukumbusha ya kwamba ni kwa imani tumeokolewa. Kwa neema tumeokolewa kupitia imani. Lakini pia tunakumbushwa ya kwamba baada ya kuokolewa kwa imani, basi tunafanya kazi ambayo Mungu alishaweka kwa ajili yetu. By grace have you been saved through faith, which is a gift from God. But in verse 10 we are reminded, now that we have been saved by faith, now that we walk by faith, our faith has to be displayed in the good works that we do because of the faith we've received. Bwana Yesu asifiwe. Tuweze kusimama. Nitaomba worship team wakuje tumalizie mwamba wenye imara. Nikisema ya kwamba mstari wa 24 tunakumbushwa ya kwamba kwa kuwa wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. 24 kituambia wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. The Rock of Ages in Kiswahili, mwamba tukitambua ya kwamba ni kwa imani pekee. Mwenye imara wako nitajificha, maji haya na damu yaliyotoka humu unisafi na dhambi, unifanya kazi zote pia sitimizi sheria, nijapofanya bidii, nikilia na kudhii, hayaishi makosa, ndiwe wa kuokoa. Sina cha mkononi, naja msalabani, nilitupu nivike, ni mnyonge nishike, nilimchafuna nioshe nisijafaa, kifungo chapo chini na kwenda kaburini, nipapo mbinguni na kukuona enzini, roho yangu na iwe ani wako ewe, mwamba mwenye imani wako nitajificha, maji hayo na damu yaliyotoka humu unisafi na dhambi, unifanya mshindi. Mungu wetu, tunainama mbele zako adhuhuri ya leo
tukisema kwa hakika hakuna kitu ambacho tunaweza leta mbele zako. Tunakuja tukiwa tupu, tunakuja tukiwa vile ambavyo tuko. Hakuna kitu ambalo tunaweza fanya ya sheria, hakuna jambo ambalo tunaweza fanya ituwezeshe kukua wenye haki mbele zako. Hakuna jambo ambalo tunaweza fanya ili uweze kutupenda. Hakuna jambo ambalo tunaweza fanya siku ya leo ili tuwe wazuri machoni pako. Lakini kwa imani ndani ya Yesu Kristo, ya kwamba wewe uliyetupenda ulimtoa mwana wako wa pekee ili kupitia kwa imani tuweze kukubalika. Tunasema asante Mungu wetu. Kwa maana ingekuwa ya kwamba kuna jambo ama mambo ambayo tulihitaji kufanya ili tupate msamaha wa dhambi, hakuna hata mmoja wetu ambaye angekuwa ameokoka siku ya leo. Ingekuwa kwamba kuna mambo ambayo ni lazima tufanye ili uweze kutubariki, hakuna hata mmoja wetu ambaye angebarikiwa siku ya leo. Lakini kwa upendo wako mkuu, kwa damu iliyomwagika Kalvari, kwa imani kupitia kwa mwanao Yesu Kristo, tunakuja tukiwa tupu, tunakuja tukiwa wachafu, tunakuja tukiwa wanyonge kwako. Kwa maana unatukubali, unatuvisha, unatuosha, unatubariki na unatuelekeza. Naomba Mungu wetu tuwezeshe kutembea kwa imani, kutembea katika ushindi, kutembea kama watu ambao wamenakujua wewe na ambao wameweka imani yao kwako. Adhuhuri ya leo pia tunaomba ya kwamba ikiwa kuna mmoja wetu ambaye bado anatembea katika njia ya sheria, ambaye bado anajaribu kuwa mzuri kupitia kwa kazi yake, Roho wako Mtakatifu aweze kunena naye, aweze kukubali kwa imani kwamba Yesu Kristo alimaliza kazi msalabani, kwamba kazi imeisha, na kupitia kwa imani tunakubalika mbele yako. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Tuweze kupokea baraka za Mungu adhuhuri za leo. Bwana na kujibu unapokuwa katika dhiki. Jina la Mungu wa Yakobo na liwe kinga kwako. Bwana akutumie msaada kutoka patakatifu. Mungu akupatie msaada kutoka Sayuni. Bwana azikumbuke dhabihu zako zote, na Bwana azikubali sadaka zako za kuteketezwa. Bwana akujalie haja ya moyo wako, na Bwana ifanikishe mipango yako yote. Na amani ya Bwana ipitayo fahamu zote iweze kulinda akili zetu na mioyo yetu ndani ya Yesu Kristo siku ya leo na hata milele. Katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Amina. Surely goodness all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Turn to your neighbor as we wish them words of grace. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. Have a blessed week. Even as we greet the deacons, barikiwe sana sana.